Karibu mtazamaji katika makala fupi inayoangazia ujasiriamali wa mbogamboga na matunda. Msimuliaji na mwandaji wa makala haya ni mimi Asha Athumani. Ujasiriamali wa mbogamboga na matunda, moja ya shughuli muhimu za kiuchumi zinazowasaidia wananchi wengi kujipatia kipato cha kila siku. Kwa baadhi ya watu, biashara hii imekuwa chanzo kikubwa cha kujitegemea, kuboresha maisha yao. Getruda Mwakatobe ni mwanamke mjasiriamali anayejishughulisha na uuzaji wa mbogamboga na matunda Mikocheni A jijini Dar es Salaam, akitumia biashara hiyo kama njia ya kujipatia kipato na kuhudumia familia yake. Kupitia juhudi na uvumilivu wake, ameweza kujenga maisha yake hatua kwa hatua kupitia biashara ndogo lakini yenye umuhimu mkubwa katika jamii. Getruda anasema alianza biashara ya mbogamboga na matunda kwa mtaji wa shilingi 25,000 ambapo alianza kwa kiasi kidogo, na kadri biashara ilivyokuwa aliendelea kuongeza mtaji hadi kufungua genge lake. Najishughulisha biashara ya kuuza mbogamboga na matunda. Nilianza na mtaji wa shilingi 25,000 mpaka sasa nimefikia kwenye 300,000. Nilifikia mtaji wa 300,000 kwa sababu nilipoanza kuuza biashara hizo za mbogamboga na matunda nikafungua na kamradi kingine ambako nauza mahitaji ya jikoni kama vitunguu, nyanya, karoti. Mahitaji yote ya jikoni yanapatikana hapo. Hata hivyo, amesema aliwahi kukopa ili kukuza biashara yake, lakini bado mkopo huo haukumsaidia, hali ambayo ilimfanya kuamua kuendelea na biashara yake bila kukopa tena. Hakika kukopa nimeshawahi kukopa. Ule mkopo nilikopa ndani ya mwezi mmoja nilirejesha, lakini baada ya hapo nikaona kama hujanisaidia nikaachana nao. Nilikopa 100,000, ambapo hiyo 100,000 unakopa 100,000 unarejesha 130,000 ndani ya mwezi. Kulingana na biashara yangu na ule mkopo, mimi kwangu nikaona haina faida kwangu, isipokuwa nafaidisha yule aliyekopesha. Kilichonipelekea kwenda kukopa nimefanya biashara, lakini nikaona kwamba nikikopa naweza nikaongeza bidhaa nyingi zaidi. Baada hapo nikaona kwamba haijanisaidia, ndio maana nikaachana navyo. Kutokana na utafutaji wake wa kila siku wa kuamka saa 9 usiku kwenda sokoni kutafuta bidhaa zake, mbali na changamoto ya kuhofia kukutana na vibaka, lakini anahakikisha anatimiza wajibu wake wa kulea watoto na kwenda shule. Kwangu mimi asubuhi ninaamka saa 9, naenda zangu sokoni ili niwahi kurudi kwa ajili ya kuandaa mazingira ya mwanafunzi shule. Kwa hiyo hivyo ninajitahidi kuwahi kuamka ili nipate wepesi wa usafiri asubuhi na ule msongamano wa watu, kwa sababu ukichelewa kwenda sokoni unachelewa kurudi kwa ajili ya usafiri. Kwa nawahi ile asubuhi ili angalau saa 11 ndio nimefika, nimwandae mwanafunzi. Pindi mwanafunzi anapoenda shule, mimi nakuja kuendelea na majukumu yangu ya kawaida. Mbali na kupambania maisha yake ya utafutaji, Getruda anasema amewahi kukutana na ukatili wa kijinsia, kitu ambacho kilimuumiza pindi alipokuwa sokoni akitafuta mahitaji yake ya kwenda kuuza. Ukatili upo aina nyingi. Ukatili waweza ukamlipa mtu, hususani mwanaume ndio wanakuwa na shida. Unaweza ukamlipa afu akakwambia hujanilipa. Kwa nini anakuambia hujanilipa? Anakuambia hujanilipa kwa sababu anajua wewe ni mwanamke, huwezi ukapambana naye zaidi. Ila akiona kwamba una msimamo, hakuwezi, kwa maana hiyo atakurejeshea pesa yako. Lakini akiona kwamba ni mnyonge, unaondoka. Kwa hiyo changamoto zipo. Changamoto ya pili, ya tatu ni pale ambapo nimenunua mzigo, nimempa mtu, alafu ule mtu akaondoka na mzigo wangu. Nikatafuta bila mafanikio, sikumuona. Lakini siku nilipokuja kukutana naye na jaribu kuongea naye kuhusu mzigo, wenzie wakaja kunipa maneno makali kwamba nitaweza kumwachia ule mzigo, lakini kwa sababu nilipambana naye hatimaye akaweza kunilipa vitu vyangu. Lakini si mimi tu, kwa sababu kuna watu wengine pia. Unaona lundo la watu, kija ukiangalia ni mwanamke ndo anayeonewa, kija ukiangalia ni mwanamke anayeonewa. Hivyo kwa changamoto kwa wanawake tunazo nyingi sana, hususani katika biashara. Na hapa Getruda anatoa ushauri kwa wanawake wenzie. Wanawake tusipende kukaa bure bila shughuli yoyote ya kufanya. Mwanamke atafute biashara ya kufanya, alafu tuheshimu biashara za mtu. Hata mtu ukikuta anauza karanga, basi heshimu kwa karanga yake, kwa sababu uwezo ukajua kwamba ile karanga inamsaidia yeye vipi na familia yake. Ukiona mtu anauza embe au kabeba beseni, basi mheshimu na beseni lake, kwa sababu hujui ni mangapi anayapitia au hujui yeye ana faida gani na ile beseni. Kwa hiyo ushauri kwa wanawake, tuheshimu biashara ya mtu. Yaani heshimu biashara ya mtu na pia nao wajishughulishe. Wanawake tuache kukaa makundi. Tumekuwa tunazungumza na kina mama mboga
kama sehemu ya maadhimisho ya siku ya mwanamke, tukijua kabisa kwamba ni mwezi Machi ambao ni mwezi wa kuwasherekea wanawake. Kwa hiyo TAMWA leo tumesherekea siku ya wanawake pamoja na kina mama mboga mbalimbali ambao wametutembelea katika ofisi yetu. Changamoto zao ni nyingi, ikiwemo namna ya kuweza kufuata bidhaa zao asubuhi na mapema alfajiri, ambako hakuna usalama wa kutosha kuweza kwenda huko kupata bidhaa zao. Wengine wanakutana na wezi, wengine wanakutana na mboga zile zinakuwa hazinunuliwi kwa wakati, au wanaonunua na wanashindwa kulipa, pia ni moja ya changamoto. Kwa hiyo pamoja na kuzungumza hayo, kwa sababu tulikuwa tunafanya jambo hili pamoja na CRDB Foundation, wamefundishwa pia kuhusiana na namna ya kukuza mitaji na namna ya kuweza kupata huduma za ukuzaji wa mitaji kupitia benki ya CRDB, jambo ambalo akina mama wamelipokea vizuri sana na wameifurahia elimu. Wameifurahia elimu kwa sababu elimu inawasaidia kutoa maamuzi ambayo ni sahihi kwa wakati sahihi. Jambo jingine ambalo tumezungumza nao ni kuhusiana na ukatili wa jinsia wanaokutana nao huko wanakoenda kuchukua bidhaa zao, lakini pia na hata sokoni kwenyewe, inawezekana pia hata katika familia. Kwa hiyo wamezungumza pamoja na washauri wetu, wanajua sasa namna gani ambavyo wanaweza kupata suluhu ya kuzuia ukatili kwao ama kwa wapendwa wao na watu wanaowazunguka. Jina naitwa Joshua Mwakarobo, ni meneja mafunzo na usimamizi kutoka CRDB Bank Foundation. Leo hii nimefika hapa TAMWA nikiwa na mwakilisha mkurugenzi mtendaji wa CRDB Bank Foundation, Madam Turi Esther Mwambapa, ambaye yeye ni mbeba maono, naweza nikasema hivyo. Lakini leo kitu kikubwa ambacho mimi pia nimefurahi, nimeweza kukutana au tumeweza kukutana pia na wajasiriamali wadogo ambao wanajishughulisha na ujasiriamali katika mboga. Hawa ni watu ambao ni muhimu sana kwenye jamii yetu. Hata pia afya ambazo tunaona zinaimarika siku zote, zinaimarika pia kwa kupata chakula kizuri au mboga nzuri kutoka kwao. Lakini mambo mengi makubwa ambayo yameweza kufanyika leo, moja imekuwa ni kauli mbiu yetu ya siku zote ya kutoa elimu kwa wajasiriamali, ikiwa ni lengo la kuwajengea uwezo wao kuendeleza ujuzi katika kile wanachokifanya, hasa kwa kutoa elimu ya fedha, elimu ya ujasiriamali, na pia tumeahidi kutoa ushirikiano wa hali ya juu kwa kile wanachokifanya. Lakini katika maono yetu tunaamini kabisa huwezi ukamwezesha mtu kwa kumpatia elimu ya fedha, elimu ya ujasiriamali bila kumpatia mitaji. Watakwenda kupatiwa mitaji kwa level ile ambayo au kwa kiwango kile watakachokuwa kikihitaji kulingana na uhitaji wa biashara zao. Tutakwenda kuwasaidia, na kwa moja ya mashirikiano haya ambayo tumekuwa nayo na kushiriki leo kama wadhamini wa shughuli hii iliyofanyika leo, tunaamini tutakuwa na mpango mkakati mzuri ambao ni endelevu. Lengo tu ni kuwasaidia wajasiriamali wadogo waweze kutoka pale walipo na kuendelea kufika sehemu nyingine, ikiwa ni sehemu ya kujikwamua pia kiuchumi. Tunaamini kabisa katika nguvu au katika tija kubwa ambao wameiweka katika jamii. Kile wanachokifanya kitawasaidia, na ili kiwasaidie, sisi kama taasisi ya CRDB Bank Foundation kupitia programu ya Imbeju tutakwenda kuwawezesha kwa kuwapatia mitaji isiyokuwa na riba, mitaji isiyozingatia vigezo vigumu kwa wao kufikia, kwa sababu kile wanachokifanya ndio msingi pia wa maisha yao. Asante. Na huu ndio mwisho wa makala haya. Msimuliaji na mwandaaji ni mimi Asha Athumani.